Karina amemchukua, na kuna la kujifunza kwa kweli. Kwa muda wote amekuwa anapigania maisha yake. Tunasema asante Mwenyezi Mungu kwa kutupa yeye, lakini tunawasihi tu vijana wenzetu kwamba kuna kifo. Kila kitu kina kiasi, na kiasi chake mwisho wake ni kifo. Ishi vizuri na wenzako, tegemea kesho hautakuwepo, wenzako watakuwepo na watakubeba kwenye jeneza lako. Umejiandaaje? Mimi langu ni hilo. Na ulikuwa muda mrefu hapa, umefika mapema kwa maana ya kusubiria kuwafariji wafiwa, na jinsi ambavyo mwili ulivyokuwa ukiingia, hali ilivyokuwa imebadilika. Niliona mpaka sura yako ikionyesha kwamba inataka kububujikwa na machozi, lakini mwanaume anasema ni mateso. Ukimwona mwanaume macho yake yanakuwa mekundu na sura ameikunja kwa maana ya matatizo ambayo yanapita, kuna kitu ndani yake. Weka neno moja kwa hiki, kwa msiba huu ambao tunao. Amekufa bado mdogo, anategemewa na familia. Amekufa bado mdogo, ni nguzo ya familia. Ameondoka ikiwa familia natumaini atapona. Lakini tunasema kila jambo anapanga Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunamzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake. Lakini kwetu sisi kuna la kujifunza. Na mimi kikubwa zaidi ninachojifunza kuambia wasanii wao wanajitokeza mtu akiwa mgonjwa hospitali, sio kujitokeza akiwa misibani na kupiga picha au kumposti mtu. Kwa hiyo mimi kikubwa zaidi tu tunajitokeza. Karina kaumwa, basi wangekuwa wanajitokeza wasanii wengi hospitali kule kushirikiana na familia, lakini wote hatupo hapa kwa ajili ya kulaumiana, tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi niseme tu Mungu mkubwa kwa kila jambo, la milele umpe Bwana na mwanga wa milele muangazie. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asante sana. Maneno mazuri ya kutia moyo. Kama ambavyo unaona ni baadhi ya wasanii mbalimbali ambao nao wamejitokeza katika msiba huu wa marehemu Karina. Hakika huu ni upendo, kama ambavyo unaiona familia ya Jua Kali kiongozwa na JB, kama ambavyo unamuona mbele pale, lakini pia kama ambavyo unamuona Aziz ambaye yeye pia naye ni kiongozi wa ile tamthilia ya Huba, director mkuu, naye wamefika hapa katika msiba huu. Hii ni tafsiri ya kuenzi na kuthamini msiba wa msanii mwenzao. Kwa upande wao pia ni pigo la kisanaa. Tuko hapa Magomeni katika siku ambayo mwili wa marehemu Karina umeweza kuwasili hapa kwao Magomeni, Dar es Salaam. Na kama unaona kina baba, kina mama kwa wingi wameweza kujitokeza katika msiba huu. Hakika wanasema katika msiba miongoni mwa tafsiri ya kuwepo kwa watu wengi, huyu ni mtu mwema, huyu ni mtu ambaye amependwa na wengi, huyu ni mtu ambaye amegusa watu wengi. Na kama ambavyo unaona hapa, kila mmoja ukimwangalia usoni wake unagundua kwamba ana huzuni na machozi kwa kuwa amepotezewa na rafiki yake wa karibu ama ndugu yake wa karibu, ama mtu alikuwa akimpenda msanii huyo, ama tu alikuwa ameguswa kibinadamu, kwa sababu binadamu haikufaana pia katika kipindi cha matatizo. Na kama ambavyo unaona tumefaana katika kipindi hichi. Kila la kheri marehemu Karina katika msiba huu. Mungu akujalie la kheri katika safari yako mpya. Mungu akujalie akondeshe adhabu za kabri. Mungu akujalie upate pepo njema Firdausi. Kwa hakika zaidi ya miaka 8 umeumizwa na kuteseka kwenye swala la maradhi, lakini Allah amekuchukua wakati umeenda India kwa ajili ya swala la matibabu. Bongo 24 na habari jamii tuko hapa kwa ajili ya kukupa habari na updates zote ambazo zinaendelea katika msiba huu. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kuna mama kule anaendeleza swala la dua kwa kina mama kwa ajili ya kuombea kusoma suratul Ikhlas, kuomba sura ambazo kwa maongezi yake ni kwamba muda wa kumsomea dua marehemu kwa wale mema aliyofanya, zidi kwa mema na yale maovu Mungu ayafanye aweze kuwa
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kama mtu anayekibubujika na machozi, fikiri ametoka kuona mwili wa ndugu yake Karina, ametoka kwa kulia. Wanasema ukiliona chozi la mwanamume basi ujue kuna mateso na machungu ambayo anapitia moyoni. Msiba usikie tu mwenzio, hakika ni swala ama ni jambo zito ambalo linauma zaidi na zaidi. Rahman Rahim. Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ndugu hawa kaka mtu na ndugu wengine akiwa wanampa pole hapa akiwa wanalia kwa majonzi na machungu. Kwa majonzi na machungu hapa. Ina mtihani hii, hakika msiba jambo sio jambo zuri, sio jambo la kheri.